Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Sasa tukio hili ukisoma hii taarifa ya Reuters inazungumza kutoka mamlaka ya Uingereza, inasema kuwa haihusiani na kinachoendelea. Taarifa ya Reuters inasema haihusiani na mashambulizi yanayotokea kule kati ya Iran na lakini ni ajabu kuwa vipi haihusiani, lakini kwa nini meli 3 zinawaka moto katika ghuba ya Omani, Imarati na Iran kwenye mfereji ule wa Hormuz. Unajua mfereji wa Hormuz niliwaambia kwa hii ndio njia kuu ya kupitisha mafuta. Mafuta yamepanda mpaka 13%. Kutoka 6.7 yamefika 13%. Tutegemee mwezi ujao pia hata sisi tutakumbana na hii kadhia ya mafuta kuwa ghali zaidi. Mafuta yatapanda sana kwa sababu tayari eneo ambao tunachukulia mafuta yamepanda kwa asilimia kubwa sana. 13% mafuta yako juu. Sasa kulikuwa kuna meli zinaonekana kuna meli zimeonekana 3 zinaungua moto. Sasa katika muendelezo wa haya, haraka White House jana alfajiri ya leo ikatangaza kuwa imefanya mazungumzo ya haraka na huenda kukawa na mazungumzo ya tit for tat. Anasema kutakuwa na mazungumzo ya haraka kati ya Iran na Marekani. Yaani mwakilishi wa Marekani Steve Witkoff atakutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi haraka katika mazungumzo. Umeelewa nini? Unakumbuka mazungumzo ya Trump aliyokuwa anazungumza kwanza, alisema kuwa Irani izungumze na Israeli wamalize mgogoro. Irani hakuthubutu. Sitaki kuzungumza naye. Sasa eti unajua hii kadhia inakujaje? Inakuja hivi. Unakumbuka mgogoro wa Kongo wa M23 na serikali ya Kongo na Rwanda walichokuwa nakifanya kwa serikali ya Kongo ni kutaka kuidhalilisha serikali ya Kongo, kuionyesha kuwa dhaifu. Ndio maana katika mazungumzo yote Rwanda wakawa wakiruka, wanamwambia nenda kazungumze na M23 wenyewe, sisi hatuhusiki. Rwanda yasema hatuwezi, Kongo anasema hatuwezi kuzungumza na hao, sisi tutazungumza na mwenye mbwa. Yaani hatuwezi kuzungumza na yule, tunataka mwenye mbwa ndio tuzungumze naye. Wanataka wazungumze moja kwa moja na Rwanda. Rwanda wanasema sisi hatuhusiki. Ndicho Marekani alichokifanya kwa Irani, kutaka kuidhalilisha Irani kuwa ionekane dhaifu. Kwa sababu Irani na Israeli no diplomatic. Irani na Marekani hawana uhusiano wa kibalozi. Hawana uhusiano, ila wanazungumza kupitia wakala wa pembeni. Sasa Marekani alitaka kutumia kuwa eti kwa mashambulizi yanayoyafanya Israeli ndani ya Irani iwe shinikizo la Irani kumlazimisha Irani azungumze na Israeli. Kama Irani angeamua kufanya hivyo, kuruhusu hayo mazungumzo yeye azungumze na Israeli, basi alikuwa amejishusha sana. Yaani amejidhalilisha kuwa kapiga magoti, kasalimu amri tuzungumze. Irani hakufanya hivyo. Sasa kinachotokea nini? Marekani mwenyewe ndio anayaanzisha mazungumzo. Yaani Marekani ndio kaanzisha mazungumzo kwenda huku ili tuzungumze na Irani. Sio Irani wameomba mazungumzo. Hakuna sehemu Irani wameomba mazungumzo. Na wamekanusha kabisa kuwa hakuna sehemu tumeomba mazungumzo. Kitu pekee, sharti pekee tuliloweka sisi la kuzungumza kuwa mnataka mazungumzo na sisi, tutazungumza pale hapatokuwa na shambulizi lolote kwenye ardhi yetu. Lakini kila shambulizi litalogusa kwenye ardhi yetu litajibiwa kama lilivyokuja. Sasa niliona kama Axios waliandika kuwa bado Marekani hataki kuingia moja kwa moja kwenye mzozo. Jana ukisikiliza interview za Netanyahu alikuwa akiwalalamikia sana wa Marekani. Na nimemwona senator mmoja wa Marekani anasema kuwa ni wakati wa kupeleka mswada hivi sasa ili Marekani iingize jeshi lake kwenda kuisaidia Israeli. Nadhani huyo amestuliwa na alert iliyopostiwa jana na AIPAC. Ile nilizungumza jana kuwa AIPAC iliwakumbusha wanasiasa wa Marekani kuwa nyinyi tumewalipia, nyinyi mnatuhudumia sisi, lakini kwa nini mmeshindwa kushawishi serikali yenu ingie moja kwa moja katika kitu ambacho Israeli wanajivunia sana mara hii. Yani wanaona kuwa tuko advance ndani ya Marekani, kuwa ndio maana
wakati wa mazungumzo kati ya Iran na Marekani ya kwanza haya yaliyovunjika, kipindi hicho unaona vyombo vya habari vya Israel vilivyoandika vikasema kuwa Marekani haiwezi ikafikia makubaliano yoyote na Irani bila uwepo wa Israeli. Kwa sababu gani? Wa Israel wanasema kuwa makubaliano yoyote ya Iran na Marekani ni lazima yatapitishwa na Senate. Senate kwa sasa Israeli inajivunia kuwa maseneta wengi wa Marekani inawamiliki. Yani Israeli inawamiliki maseneta wengi kuliko anaowamiliki Donald Trump. Yani kuwa wao wana wingi wa maseneta, kuwa tutakwamisha, tutapitisha, au tutazuia, tutapeleka. Yani kuwa wanachojivunia kuwa tunao maseneta wengi wa Marekani ambao tunawamiliki. Sasa ukimsikia seneta yule wa Marekani ambaye anataka sasa Marekani iingie kwenye vita moja kwa moja, ni kutoka kwenye tangazo lililotolewa na AIPAC jana kuwa sisi ni sehemu yenu. Halafu angalia, Irani inatuma makombora kwa ajili ya kuangamiza taifa la Kiyahudi, na ni wakati halisi wa mshirika wetu kuonyesha kuwa ni mshirika wetu na tuko naye pamoja. Tuko naye pamoja. Ajabu kuwa huwa wanatamba huku wana uwezo mkubwa sana, lakini mara zote wanataka usaidizi kutoka kwa washirika wao. Natamani kuona kuwa Israeli angesimama kama yeye. Na ndio nilichokuwa nikizungumza siku zote, kuwa nasema ili tupate amani ya Mashariki ya Kati ni lazima Iran na Israeli wapigane. Wangeachwa wao bila kuingilia kati yoyote katika hivi. Yani Marekani kaa pembeni, Uingereza kaa pembeni, kila mmoja akae pembeni, halafu unawaruhusu tuanganeni vizuri, usitoe usaidizi wa aina yoyote. Israeli hawezi kusimama hata siku mbili, kwa sababu atatumia nini? Zaidi anatumia ndege, angetumia anga gani? Anga ya Iraki hataki anga yake tu. So Marekani ana force kutumia anga, kitu ambacho ni ukiukaji. Haya, Israel angerusha, anayo ballistic lakini sio nyingi ya kiasi hicho. Au angekuja kwa upande gani? Angerusha kuanzia huko, tungeona vita ya aina yake. Tungeona vita tukakubali kuwa nani mwenye uwezo. Lakini huwezi kwenda kwenye uwanja wa vita hali ya kuwa washabiki, timu ya kwako, refa wa kwako, kila kitu cha kwako, sheria zote za kwako, kila, yani wewe unapiga rafu, unavunja miguu wachezaji wengine, hakuna, ila mchezaji wangu mimi akishika mpira anapewa kadi nyekundu. Hakuna fair ya hivyo. Yani weka fair play ya hapa tuone nani anapigwa. Lakini hawataki kuruhusu uwanja hivyo. Sasa Marekani anasema mazungumzo rasmi yataanza wiki hii. Yani tunategemea ndani ya hizi siku mbili kuwa kutakuwa na mazungumzo ya Iran na Marekani. Umeelewa? Irani hataki kuzungumza na Israeli kwa sababu hakuwahi kuzungumza na Israeli. Anafahamu kuwa Israeli hana lolote nje ya Marekani. Kwa hiyo anamtaka azungumze na bosi. Yani wewe njoo hapa tuzungumze, na tuzungumze kweli. Nini unachotaka kuzungumza? Kwa sababu sisi hatujabadilisha program yote. Nimemsikia mchambuzi mmoja yule wa chuo kikuu cha Marekani anasema kuwa mashambulizi ya siku 5 ya Israeli hayana athari yoyote kwenye program ya nyuklia. Alikuwa anaongea na Al Jazeera. Anasema pekee anayeweza kuleta athari ambao pia haina uhakika wa moja kwa moja kama yeye, inaweza wakaivunja program kama ile kinu cha Fordo au kinu cha Natanz. Anasema ni vigumu sana kufikia, kwa sababu Irani alijua program yake ni ya hatari na ni program ambayo itazuiliwa kwa nguvu zote na wenye nguvu. Akajua sehemu ya kuiweka, kwa sababu alishakuwa na program ambazo zilikuwa ziko wazi zikahujumiwa sana. Kwa hiyo walipokuja kujua kuwa hizi program ili tufanye hivi, inabidi tutafute sehemu ambazo zitakuwa ziko salama zaidi. Kwa hiyo Irani alivyoweka vinu vyake vya nyuklia, vinu viko kwenye majabali, ndani, chini, mbali. Israeli hana kombora lolote ambalo linaweza kwenda kuathiri. Ndio maana unaona siku ya 5 anapiga, hamna matokeo yake, anaenda kushambulia sasa miundombinu ya kiraia. Unaenda kushambulia television hivi, unapiga hospitali. Umesema umekuja kwa ajili ya kuzuia nyuklia ya Irani. Nyuklia ya Irani na television wapi na wapi? Lakini anaweka uhalali ambao haulaniwi. Wale G7 wapo kule, hakuna hata mmoja amelani shambulizi la Israeli kwenda kupiga kwenye kituo cha television. Yani vipi unaweza kugusa wanahabari wakati wa vita? Lakini Israeli amefanya hivyo Gaza. Amevunja rekodi ya kuua. Ameua wanahabari wengi zaidi kule Gaza kuliko vita yoyote duniani. Hakuna sehemu. Ameua madaktari, ameua manesi, ameua wahudumu wa Umoja wa Mataifa kwa rekodi kubwa. Leo Dr. Sofia yuko wapi? Ambaye alichukuliwa na kukamatwa. Hata waliokuwa wanapiga kelele duniani leo hakuna mtu anazungumza. Daktari aliyejitolea maisha yake kuokoa watu alikamatwa na vikosi vya Israel, wakamchukua kampeleka gerezani kumtesa. Kisa nini? Alikuwa anasaidia watu. Kuwa ni nchi ya ahadi, yani kuwa hawa ni watakatifu, kuwa wamepangiwa hivyo. Haiwezekani. Sasa
Marekani ameitisha mazungumzo ya haraka, lakini nilikuwa naangalia Axios inasema kuwa kuna uwezekano Marekani ikaingilia kati ndani ya saa 72 zijazo. Ndani ya saa 72 zijazo Marekani inaweza ikaingilia kati kuongeza mashambulizi kwa Iran. Yote yanawezekana kwa sababu hata wakati wa mazungumzo yale nilikuwa nikizungumza, wakati ile mnakumbuka mazungumzo yalikuwa yanaendelea, nilisema kuwa mbona mimi naviona vitu tofauti, labda wao hawavioni, kwa sababu mimi nilikuwa naona kama kuna hadaa kubwa katika mazungumzo. Lakini Iran walizungumza mara kadhaa, hata Khamenei alizungumza akasema kuwa hakuna mazungumzo yote ya maana hapa Marekani isipokuwa kuna hadaa inafanyika. Walisema hivyo kuwa hatutofikia makubaliano, maana kwa Iran walijua kuwa hili litakuja kutokea hapo. Sasa mara hii wanakuja na mazungumzo halisi au wanakuja na ile hadaa yao ya kutaka kuwa au tunataka mazungumzo, huku nyuma mmeficha mapanga au mnataka kufanya nini? Bwana, muda utatupa majibu. Lakini in shortly kuwa Israel katupeleka kwenye vita ya giza ambayo huwezi kuficha kwa ulimwengu wa sasa. Mambo yako wazi sana, yanaonekana sana. Wameficha usiku kucha kuonyesha makombora, lakini asubuhi tayari video zinaonekana na athari kubwa ya video inaonekana. Ukiingia mitandaoni tu utaona madhara ya hilo lililotokea. Kuna wanajeshi kadhaa wa Israel wameuawa kule Gaza, na hii taarifa imethibitishwa na IDF kuwa walikutwa kwenye ambush. Nadhani kumekuwa na mfululizo wa vifo vya wanajeshi wa Israel kuanzia kama siku 3 leo. Naona karibu kila siku 2 watatu, yani mwelekeo wa vifo tena kule Gaza umeanza. Sijui kama Hamas wameona kama na wenyewe ni fursa hii ya vita ya Iran kuwa wakaamua kuruka nayo, waamue na wenyewe kujaribu kupata backup ya nguvu ya huku na huku. Lakini ndio hivyo jamani. تل أبيب القناة إسرائيل رقم إطاء يعلمون على معالج حدوث في لقاء إيراني. Picha zinaonyesha, kuna video ambayo naitazama hapa inaonyesha kutoka Tabriz, kutoka shirika la Mehr News la Irani. Kuna moshi kidogo unafuka kwa pembeni shimali gharbi Iran, iko kwa Tabriz. Kuna mvuke. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahbi papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahbi. Tutakuunga moja kwa moja. Rahbi Digital.